الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العالم الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وبعد، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. إذا جاء نصر الله والفتح، pindi utakapokuja msaada wa Mwenyezi Mungu na ushindi, pindi Mwenyezi Mungu atakapoliwekea jambo mkono wake na likashinda, wakati huo kitakachotokea, utawaona watu wanaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu makundi kwa makundi, kwa sababu ya kazi nzuri aliyoibariki Mungu na aliyoikubali Mungu. Basi mtaje Mungu mara kwa mara, msifu, lakini vile vile muombe msamaha, kwa sababu katika msafara wako wa ushindi wako wengi ulioongozana nao, wengine walifanya makosa. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, kwa sababu yeye Mungu ndiye mwenye kukubali toba. Usiku huu wa leo tunauaga mwaka 1446 Hijiria, na tunauanza mwaka mpya wa 1447 Hijiria. Ni jambo kwanza la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu katika community yetu, kwa sababu katika jamii yetu sisi hapa, wapo ambao walitarajia tungekuwa nao ndani ya mwaka mpya wa Kiislamu na washiriki na sisi katika majlis za al-Imam al-Hussein, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewachagua, amewahitari, hatuko nao siku hii ya leo. Tumewakosa moja kwa moja. Kwa hivyo sisi ambao bado ayyamuna lam tanqadi, siku zetu bado hazijamalizika, iko haja ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwaka 1446 tumemkosa mmoja katika
wapambanaji wa al-Imam al-Hussein, wapiganaji wa al-Imam al-Hussein, dada yetu Fatima Mwiru, naomba tusome surat al-Mubarak al-Fatiha. Thawabu hizi zimwendee yeye kwanza, lakini ziwaendee na wale wote jamaa zetu na watu wetu waliotangulia mbele za haki. Surat al-Mubarak al-Fatiha qablaha as-salawat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghayril maghdubi 'alayhim. Naam. Kwa kifupi, kwa kweli kubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuanza mwaka mpya huu wa Kiislamu. Na mwaka uliopita wa 1446 kwa kweli ulikuwa ni mwaka wa maafa, ulikuwa ni mwaka wa masikitiko, ulikuwa ni mwaka ambao ulimwengu wa Kiislamu ulipita katika changamoto nyingi. Mwaka wa 1446 ni mwaka ambao Waislamu hawatosahau vita vilivyokuwa vinaendelea katika nchi za Kiislamu. Mwaka wa 46 hatutousahau kwa damu iliyomwagika katika ardhi za Waislamu. Mwaka uliopita hatutosahau yaliyotokea duniani katika sehemu ambazo vile vile si za Waislamu. Hatutosahau yaliyotokea katika nchi ya Ukraine, vita vikali vinavyoendelea. Lakini hatutosahau mwaka uliopita yaliyotokea katika nchi ya Yemen, yaliyotokea katika nchi ya Palestina, yaliyotokea katika miji ya Gaza. Hatutosahau mauaji ya kikatili ambayo hayaelezeki kwa kweli, yaliyofanywa katika mji wa Gaza na sehemu nyingine za ardhi ya Palestina. Hatutosahau vikongwe waliouawa wasiokuwa na hatia, watoto wadogo, familia zilizofutwa ambazo hazipo tena duniani. Familia. Ni mwaka uliokuwa umegubikwa ni maasati, ni mwaka uliogubikwa ni mauaji ya kimbari, ni mwaka ambao ziko familia zimepoteza watu wake wote, hazipo tena duniani. Kwa hiyo mwaka wa 1046 mwishoni umegubikwa ni changamoto nyingi mno. Ni mwaka uliogubikwa ni kuwakosa viongozi, kuwakosa wapendwa, kuwakosa watu waliomcha Mungu na kumwogopa Mungu katika maisha yao. Hao wote tumewapoteza katika mwaka 46. Ni mwaka wa mauaji, ni mwaka wa kikatili. Lakini hatutosahau
mwaka wa 46 yaliyotokea katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mauaji yaliyopelekea zaidi ya watu 600 waliofariki hadi sasa. Lakini sio kifo tu cha watu zaidi ya 600, zaidi ya watu 2000 waliojeruhiwa. Sikuambii na watu waliokosa makazi kwa sababu ya kushambuliwa. Kwa hivyo mwaka wa 1446 umegubikwa changamoto nyingi, lakini la kusikitisha na kuhuzunisha, mwaka uliopita ni maneno machafu na matusi dhidi ya viongozi wa kidini ambao kawaida hawa hawaguswi. Matusi na maneno machafu yaliyoelekezwa kwa wali wa amri almuslimin al-Imam al-Khamenei, ambaye moja ya kofia yake ni marja'ul umma. Moja ya kofia yake ni kiongozi wa Waislamu, Mashia hususan duniani. Nyoyo zetu zilikuwa zinaumia tunapomsikia mtu ambaye ni kiongozi wa kiroho anavyoshambuliwa na kutusiwa. Huu ni mwaka wa 46 uliokuwa na changamoto hizo. Lakini nimeanza na sura ya idha jaa, sura inayoelezea ushindi. Idha jaa nasrullahi wal fathu, pindi utakapokuja msaada wa Mwenyezi Mungu na ushindi. Mwaka huu tunauanza kwa kweli ni mwaka ambao umepunguza machozi. Ni mwaka una bishara za kheri. Ni mwaka ambao umeanza dunia ukiiangalia kwa inavyokwenda, hakuna ambaye anaweza kusema ana rabbukumul a'la. Firaunu alayhi la'inullah alifikia mahala akasimama hadharani akasema ana rabbukumul a'la, kwa sababu alikuwa nani wa kumpinga Firaun? Nani wa kumnyoshea kidole Firaun? Nani wa kumpiga kisukusuku Firaun? Mwaka wa 1447 umeanza kwa bishara njema, kwa bishara za dunia kuwa na tawazun, kwa bishara za kwamba sisi hapa duniani sote tuko sawa. Annasu sawasiyatun ka asnanil misht, watu wote wako sawa kama vile unavyoona meno ya shanuo. Mwaka mpya wa Kiislamu umeanza na kuonyesha mwanga katika ulimwengu wa Kiislamu kwamba Musa aliyemshinda Firauna yupo. Musa aliyemshinda Firaun, aliyekuwa na jeshi kubwa, aliyekuwa na mali, aliyekuwa na kila kitu. Mwaka mpya una ishara za kwamba Firaunu ameangamia na Musa yuko hai. Mwaka mpya wa Kiislamu
tunaupokea tukiwa na bishara nzuri kwamba Namrud pamoja na nguvu zake ameshindwa ni Ibrahim, na Ibrahim ameweza kuyavunja masanamu, na alafu akatamka akawaambia, muulizeni huyu mkubwa wao ambaye amebeba shoka. Mwaka mpya wa Kiislamu 1447 unagubikwa ya kwamba kumbe kuna vigezo kadhaa vinapokuwepo, basi hakuna anayeweza kusimama mbele yenu. Kigezo cha kwanza ni alkaunu maa Allah, ni kuwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwaka unaonyesha kwamba waliomkamata Mungu kisawasawa, wakamwamini Mungu kisawasawa, basi bishara zao ni nzuri na ni za kheri ndani ya mwaka mpya wa Kiislamu. Lakini vile vile katika vitu vikubwa vinavyoleta bishara ya ushindi ni atamassuku bilquran, kwamba kumbe kuna watu wameikamata Qur'an, na kwamba kumbe unapoikamata Qur'an, hata akitokea simba hana nafasi mbele yako. Haitaki salawatu hiyo. Katika hadithul Qudsi, man khafa Allah, yoyote mwenye kumuogopa Mungu, mwenye kutamasak na Mungu, Mungu anavifanya vitu vyote vinamkhofia yeye. Mwaka huu tumeuanza na Waislamu walioikamata Qur'an, na Waislamu waliomtanguliza Mungu mbele. Firaun na jeshi lake na nguvu zake, hofu imemtawala. Mwaka huu umeonyesha kwamba moja ya siri ya ushindi mkubwa ni al-ihtifafu wara al-qaid. Watu wanapomtanguliza kiongozi wao, wakaamini huyu ni kiongozi wetu, wanafika kwenye malengo. Kwa hiyo niseme mwaka huu tunatarajia utakuwa ni mwaka wa amani duniani. Tunatarajia mwaka wa 1447 utakuwa ni mwaka wa ushindi wa Uislamu. Utakuwa ni mwaka Waislamu wanatembea kifua mbele. Utakuwa ni mwaka wa kupigiwa mfano ulimwenguni. Utakuwa ni mwaka hakuna wa kuonewa. Utakuwa ni mwaka wale wanaoamini kwamba ni waungu wa dunia, nafasi hiyo hawako nayo tena. Ni mwaka ambao naamini ndugu zetu katika ardhi ya Palestina, amani itarudi kwao, utulivu utarudi kwao, mshikamano utarudi katika ardhi yao, kwa sababu ya haya yaliyotokea ambayo yanaifanya dunia hakuna Mungu wa dunia, bali ni Mungu ni mmoja ambaye sisi sote tunamwabudu. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Lakini nukta ya mwisho
Nataka nimalizie na hii ni muhimu mno, ya kuzindua kauli mbiu yetu ambayo inasema Karbala ndiyo siri ya ushindi. Haya maneno yanahitajia mihadhara mingi, sio muhadhara mmoja. Karbala ndiyo siri ya ushindi. Karbala, siri ya ushindi. Karbalau siru intisarina. Na muangalia Hussein alayhi wa ala nabiyina wa immatina jami'an afdalu salati wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Alipokubali kwenda katika ardhi ya Karbala, akakubali watoto wake wakamatwe mateka, akakubali dada yake Zainab binti ya al-Imamu Ali, mjukuu wa Mtume Muhammad, afungwe nyororo, akakubali al-Imamu Zainul Abidin afungwe nyororo, akakubali Abul Fadhl al-Abbas akatwe mikono miwili, akakubali mtoto wa miezi 6 Abdullahi Radhiya apigwe mshare uingie kwenye shingo utoke kwenye shingo nyingine, na mwisho Hussein akauawa, na hakuuawa kawaida, akakatwa kichwa. Hawakutosheka na kumkata kichwa, Umar ibn Saad ibn Abi Waqqas akatoa amri kwamba mwili wa Husaini ukakanyagwa. Zainab akatamka maneno yake makubwa, akasema, ewe Mola wangu wa haki, taqabbal minna hadha alqurban alazim, Mungu tukubalie huyu mtu aliyekufa kwa ajili ya dini yako isimame. Mungu tukubalie kifo cha huyu mtu aliyekufa kwa ajili ya ushindi. The question is, nani ameshinda Karbala? Ni Yazid au ni Hussein? Leo hii nani anajua alipozikwa Yazid? Leo hii nani anayelijua kaburi la Yazid? Bali leo hii nani anakaa anamtaja Yazid? Nani leo anamkumbuka Yazid? Na anayemkumbuka Yazid akitaja jina lake anasema la'natullahi alayhi. Nani mshindi? Karbala siru intisarina. Karbala ndiyo siri ya ushindi. Kumbe yale yaliyofanyiwa yote Hussein, siri yake ni alikuwa ashinde. Kumbe ule unyama, ukatili, uuaji wa kimbari aliyoufanya Yazid, kumbe siri yake ilikuwa ashindwe. Angalia jeshi la Hussein, watu ambao hawazidi idadi ya vidole. Angalia jeshi la Yazid, maelfu. Kumbe ushindi haupimwi na nguvu za kijeshi. Leo aliyeshinda ni nani? Aliyeshinda ni Hussein salawatullahi wasalamuhu alayhi. Kwa hivyo mtu yoyote atakayeikamata Karbala, atakayemkamata Hussein, mwisho wa yote mtu huyo atashinda.
Naomba salawatu. Na kwa mwaka huu wa 47 na mwishoni tumeona wazi wazi, wala hatuhitaji sherehe kubwa, hakuhitajiki sherehe kubwa. Karbala sirru intisarina. Kwa hiyo kumbe, kama watu wanataka ushindi, waikamate Karbala, waisome Karbala. Kama watu wanataka maendeleo, waisome Karbala. Pointi muhimu hii. Kama watu wanataka maendeleo, kama watu wanataka teknolojia, waisome Karbala, kwa sababu Karbala ndiyo siru liintisar, ndiyo siri ya ushindi. Na kumbe kuwa na maguvu na kumiliki sio siri ya ushindi. Ushindi kumbe ni kitu chingine. Kwa hivyo niseme maneno haya ni maneno makubwa, ni maneno mazito, na hii itakuwa ndiyo kauli mbiu yetu ya mwaka huu wa 1447 ambapo leo tunaizindua rasmi. Lakini niseme neno la mwisho kwamba Karbala ni ushindi kweli. Leo hii kama ushia ulikuwepo kutoka kipindi cha Mtume, na ukawa upo baada ya Mtume, lakini hakuna shaka kwamba ushia umepata nguvu baada ya tukio la Karbala kwa shahada ya Abi Abdullah al-Husayn salawatullahi wa salamuhu alayhi. Karbala sirru intisarina. Karbala ndiyo siri ya ushindi, sio vita tu na mapambano na teknolojia. Kumbe hata kubakia kwa ushia ni kwa sababu ya Karbala. Na wala usipate tabu, leo vimejaa vitabu vingi vilivyoandikwa kwa sababu ya Hussein. Mtu anasema nimekuwa Shia, lakad shayani al-Husayn, Hussein amenifanya niwe Shia. Kwa hivyo Karbala sirru intisarina. Karbala ndiyo siri ya ushindi. Karbala ndiyo siri ya maendeleo. Alafu virozo na maajabu, wale wanaoitwa watu wa Karbala waliomkamata Hussein alayhi salam ndiyo watu wastaarabu. Naomba rudie hili neno, ndiyo watu wastaarabu. Ndiyo watu hata anapokuwa na nguvu, basi nguvu zake anazitumia kistaarabu. Hata anapokuwa na elimu yake anaitumia kistaarabu. Na ndio maana leo hii uwezi ukapata wafuasi wa Hussein ibn Ali wamevaa mabomu wanakwenda kujilipua sehemu za watu wasiokuwa na hatia yoyote. Nadhania juzi mmeangalia, jana juzi mmeangalia watu katika ardhi ya Syria, ardhi ya Muawiya na Yazid,
ametoka mtu amevaa mabomu, ameingia kanisani kwenda kuwaua Wakristo. Juzi jana imetokea katika ardhi ya Syria, ametokea mtu amevaa mabomu, amekwenda kujilipua ndani ya kanisa. Askofu mkuu wa Syria anatoka anasema hadharani, mimi nina uhakika tukio hili ambalo limefanywa, serikali ya Syria inabeba majukumu 100%. Unajua alivaa mabomu ni nani? Hawa ni watu wasioitambua Karbala. Lakini wanaoitambua Karbala, angalia wanavyokaa vizuri na wenzi wao. Ukifungua channel ambayo inarusha kutoka Vatican, lakini ikipewa nguvu katika mji wa Beirut, Lebanon, utashangaa kule Wakristo Waarabu wakiswali kwa lugha ya Kiarabu. Nchi ya Lebanon ni nchi iliyojaa mashia. Wapo Wakristo, wapo ahlusunna, watu wa kawaida. Iran imejaa Wakristo, lakini je, umewahi kusikia kuna shia mmoja amevaa mabomu akenda akajilipua kwa Wakristo? Bali katika ardhi ya Irani, waliyu amri almuslimin al-Imam al-Khamenei hafidhahu Allah wa raa wa saddada khuta, tunamuona kwenye siku za Christmas akitoka kwenda kuzitembelea familia za Wakristo. Haitaki salawatu hiyo wazaramu. Karbala sirru intisarina. Karbala ndiyo siri. Kama mnataka amani ya dunia, wakamateni watu wa Karbala. Kama mnataka watu waishi vizuri duniani, wakamateni watu wa Karbala. Kama mnataka watu waishi kwa umoja na upendo, basi wakamateni watu fikra zao ni fikra za Abi Abdullah al-Husayn salawatullahi wa salamuhu alayhi. Baada ya maneno hayo ya kuupokea mwaka wa Kiislamu mpya, kama ilivyokuwa kawaida yetu, pamoja na kuupokea mwaka huu na mambo mazuri na mabaya yaliyotokea, lakini mwaka wa Kiislamu umegubikwa ni aibu kubwa, ambayo aibu hiyo haitofutika. Aibu ya yale yaliyotokea katika ardhi ya Karbala, yaliyofanya na yaliyotusababisha ikawa kullu yaumin Ashura wa kullu ardhin Karbala, ikatufanya kila siku iwe ni Ashura na kila ardhi iwe ni Karbala. Ashura, Karbala zimekuwa ni nembo za wapenda haki na nembo za maadui wa haki. Karbala imekuwa ni nembo ya wapenda amani na watu wasiopenda amani. Karbala imekuwa ni nembo ya wacha Mungu na watu ambao hawamtaki Mungu. Kama kawaida yetu, majlisi zetu zitaendelea hapa, na kwa mwaka huu darsa zetu za jioni katika kuielezea kauli mbiu yetu ya Karbala ndiyo siri ya ushindi, tutakuwa na maswali maudhui tuliyoita maswali 100 kuhusu Ushia. Maswali 100
kuhusu ushia. Hii Karbala ambayo ndiyo ushindi, na ushindi wa Karbala ndiyo iliyoubakisha ushia. Kwa hivyo ningewaomba watumishi wa al-Imamu Sadiq wapambane kuwaalika wasiokuwa mashia ili waje waisikie Karbala. Huenda wao wenyewe mashia tayari Karbala wameitambua vizuri, lakini wasiokuwa mashia waje waitambue Karbala, waje wawatambue ushia, wautambue ushia, kwa sababu upande wa pili ni upande wa advertisement, ni upande wa propaganda. Upande wa Karbala ni upande wa uhalisia na uhakika wa mambo. Kwa hivyo ningewaomba tupambane kuhakikisha tunafika kwa wingi kwenye majlisi za usiku, lakini na majlisi yetu ya baada ya swala ya dhuhuri, ili kuweza kuizungumzia na kufaidika na hii kauli mbiu ya Karbala siru intisarina. Na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka zake na nguvu zake, sote tuliohudhuria katika kikao hiki cha leo cha kwanza, Mwenyezi Mungu atuangalie kwa macho yake mawili ambayo hayalali. Lakini vile vile namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka za mwaka huu wa 1447, Mwenyezi Mungu aufanye mwaka huu uwe ni mwaka wa ushindi katika kila jambo katika ardhi hii na katika dunia hii. Mwenyezi Mungu mwaka huu mpya wa Kiislamu aufanye ni mwaka wa mabadiliko makubwa katika taasisi zetu, katika jumuiya zetu, katika vyuo vyetu, ziwe ni jumuiya na vyuo na taasisi za kupigiwa mfano ya Rabbal Alamin. Lakini vile vile mwaka huu wa 47 uwe ni mwaka ambao kila jambo la kheri, kila jambo la mafanikio basi litakuwa kwenye mikono yetu tukilikamata na tukiliangalia kwa macho yetu mawili. Lakini vile vile sote hapa tulipo ni viumbe wanyonge, hata nzi ana uwezo wa kutuua. Na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kipindi cha majalisi hizi Ahlul Baiti wawe na sisi katika kikao hiki, iwe ni sababu ya ulinzi wetu, iwe ni sababu ya shari yoyote isitufikie katika maisha yetu sisi pamoja na familia zetu. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu atupe taufiki. Hali zetu za uchumi zimekuwa ni ngumu. Kwa baraka ya siku hizi za Ashura, Mwenyezi Mungu atufungulie milango ya riziki. Mwenyezi Mungu atupe nguvu katika nguvu zake. Mwenyezi Mungu atupe taufiki katika taufiki yake. Lakini vile vile wale waliotangulia mbele za haki, dada zetu, ndugu zetu, wadogo zetu, Mwenyezi Mungu tunakuomba uwasamehe yale yote waliokukosea ya Rabbal Alamin. Na sisi tuliokuwa hai, Mwenyezi Mungu tunakuomba mwisho mwema, tuondoke duniani hatuna matatizo na watu, hatuna madeni, hatuna mizozo. Tuondoke duniani hali ya kuwa ni salama salmini, na neno letu la mwisho wakati tunakata roho liwe ni la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah Aliyun Waliyullah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مع الصلوات.